na waliokata tamaa. Sikiliza, wako watu, nilikutana na mtu mmoja pale Mbeya, kijana ni pande la baba. Wakati huo tulikuwa tunapiga, kama kuna mtu amecheza ngome hapa, nimecheza na mtu huyo Karet kata 7 pale Mbeya. Kipindi hicho sitaki kusimulia habari zangu, ngoja niishie hapo. Lakini kuna kijana alikuwa amepasuka mbavu, vijana wanasema 6 pack bodybuilder, akitembea mtaani hawezi kunyosha mikono hivi kwa sababu kuna minyama anatembea hivi. Tutasikia habari za Yesu. Vijana wanahubiri pale Mbeya, wanatangaza habari za msamaha wa dhambi, wanasema yuko mwanaume wa mwanaume anayeweza kubadilisha maisha yako, anayeweza kutengeneza afya yako, anayeweza kukufanya ufae katikati ya jamii. Aye, jamaa likasimama likaangalia, akasema hawa wanahubiri nini? Hawa wanasema nini? Huyo Yesu ni nani juu yangu? Niliyepiga combat, nimepiga combat, nimecheza Karet kata zote, ninapambana, nina mikanda. Hawa wanamwambia huyo Yesu ni nani? Yesu ni mwana wa Mungu ambaye alikuja duniani kwa ajili ya watu wenye dhambi, kukomboa ulimwengu na dhambi ya Adamu na Eva pale bustani ya Edeni. Akasema mimi nitaona huyo mtu atakayekuja kunikamata. Mimi nina uwezo kupambana, ninaweza kupigana hata na malaika, ninaweza kumpiga vyovyote vile. Nikasema, kijana, umejichanganya. Huyu ni mbabe wa babe, huyu hatapigana na wewe kama unavyodhani. Huyo mwili utaisha. Hakuamini. Subiri nikupe ushuhuda. Amen. Miaka 2 ikapita. Siku moja nimetembelea pale, nilipomtazama siku nimepita kwenye ile gym ambapo tulikuwa tunachezea, nikaona jamaa kwenye siti ile pale tunapokutania. Akasema mimi bavu. Nikawasa moyoni mwangu, nikaumia, nikaugua. Jamaa alikuwa amekwisha, jamaa alikuwa ameondoka mwili wake, imebaki mifupa, macho yametoka nje, ana mabonde kwenye uso wake, amenyong'onyea, amenywea, mashati yaliyokuwa na mbana yameregea, yani umebaki mfupa, kitembea kwa upepo kana mpolisa. Nikalia, nikaomboleza, nikasema huyu jamaa na mwili wake leo hayupo, yuko hali hii. Nikaumia moyoni mwangu, machozi yakanitoka, nikahuzunika sana. Nikasema tulikuwa naye, nikasema tulipasa naye nguvu, nikasema tumecheza naye Karet, nikasema huyu Bwana tumepasa naye milimani. Nikaumia sana, jamaa alikuwa ameisha, ukimtazama mara moja hurudi. Nikasema dunia ina mambo ya ajabu, moyo wa yule Bwana ulikuwa unawaza mabaya, ndio maana ameambulia mabaya. Tumesimama leo kwako tukutangazia ya kwamba mkubali Yesu Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Inawezekana moyo wako unathamini sana pesa kuliko Mungu, inawezekana moyo wako unathamini dini kuliko Mungu, inawezekana moyo wako unathamini ndoa yako kuliko Mungu, inawezekana moyo wako unathamini afya yako kuliko Mungu, inawezekana moyo wako unamthamini mke wako au mume wako kuliko Mungu. Lakini leo iko habari njema, lakini leo iko habari njema. Yesu ambaye ni ondoleo la dhambi, Yesu anayebadilisha mambo, Yesu anayetengeneza maisha yako. Hata kama watu hawakuelewi, lakini yupo Mgalilaya anayekuelewa. Hata kama watu wameona umechanganyikiwa, lakini tunaye Yesu anayeona wewe hujachanganyikiwa. Ukimpokea Yesu
unayo amani, unayo baraka, unayo uzima, maana hakuna Mungu mwingine isipokuwa tunayemhubiri hapa. Aya, Yesu kajitambulisha akasema, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Hakuna mtu atakayeingia kwa Baba isipokuwa kupitia kwa mimi. Kuna mtu anaelewa? Vijana tulikuwa vijana matozi pale Mbeya, tulikuwa tunajiita Manyangema. Tukitembea mtaani kama tumevunjika sendamoli, tunatembea oya bega moja juu, kama mkono kama umevunjika. Wahuni tukionekana mtaani, watu wanasema hicho kikundi, watu wanachukua ndogo ndogo, anajificha hicho kikundi, watu wanaenda hivi, wanatuogopa. Tulikuwa tishio, lakini kwa mbele za Yesu tulikaa chini tukasarenda. Leo ni watumishi wa Mungu, leo tunazihubiri habari za Yesu aliyetubadilisha sisi tuliokuwa hatufai, leo tunafaa. Leo ni watumishi wa Mungu kukuletea habari. Muda wetu hautoshi. Nataka niombe na mtu mmoja. Mahali ulipo nikuombee ili neema ambayo ilitukuta sisi ikukute na wewe. Kuna watu tulikuwa tunaumwa, yaani nikishinda juani, nikifika nyumbani vidonge vya Panadol wanasema viwili mara moja. Sasa unapiga overdose vinne, mchana vinne, jioni vinne, ndio upate nafuu. Ukiangalia nini tatizo? Moyo umeharibika, umetengeneza mabaya. Moyo umeharibika, unawaza mabaya. Moyo umeharibika, unawaza kwenda kwa mganga wa kienyeji. Moyo umeharibika, unawaza kuua. Moyo umeharibika, unawaza kuchukua chuma ulete. Moyo umeharibika. Amen. Moyo ukiharibika unatengeneza mabaya. Amen. Lakini yupo dokta wa kweli, ni Yesu, ambaye anaweza kutengeneza moyo ulioharibika. Amen. Hapo hapo ulipo nikuombee. Inua mkono wako juu kwa imani. Hapo hapo ulipo nikuombee. Haijalishi una maisha gani, haijalishi ni dini gani, tunamuomba Mungu wa mbingu na nchi. Hatuombi kwa mapepo na majini, tunaomba kwa Mungu wa mbingu na nchi, aliyefanya vyote unavyoviona na usivyoviona, vya baharini na nchi kavu, aliyekupa uhai unayesikiliza injili hii, ndiyo tunayemuomba. Amen. Hatumuombi mganga kienyeji anakufa, hatuombi majini na mapepo, yote yanasubiri hukumu. Tunamuomba Mungu wa miungu yote. Hata kama kwenu kuna miungu ambayo haijawahi kusikia, lakini liko jina lipitalo majina yote, hilo ndilo jina lenye uwezo na mamlaka litupasalo kuokolewa kwao, jina la Yesu. Likitajwa hilo, mapepo yanaondoka. Likitajwa jina hilo, uchawi na ushirikina unaondoka. Tukitaja jina hilo, kansa inaondoka. Amen. Tukitaja hilo jina, mapepo yanatii. Amen. Tunataja jina lenye mamlaka, nasi tumeambiwa lete habari hizo. Amen. Ninaongea kwa ujasiri, maana ninamjua aliyetenda kwangu, ametenda kwa wengi. Tunamtangaza Yesu Bwana wa Mungu. Inua mkono, inua mkono, alafu niombe na wewe kwa jina la Yesu. Niombe na wewe kwa jina la Yesu. Inawezekana ni ndoa, inawezekana ni biashara, inawezekana ni afya, inawezekana ni kazi, inawezekana ni familia, inawezekana ni uvimbe wa tumbo, inawezekana ni tatizo lolote Yesu yupo. Rikasakaropopo. Inua mkono, inua mkono, inua mkono. Naona nguvu ya Bwana, naona nguvu ya Mungu isiyo ya kawaida. Naona nguvu ya Mungu isiyo ya kawaida. Kama kuna mgonjwa, kama kuna mwenye shida,
Kuna tatizo la mtu limemsumbua kwa miaka mingi. Mwingine anaona analewa sio kwa sababu anapenda, lakini moyo umeharibika. Yupo Yesu hapa. Hapa. Sogea. Asante vijana. Njoo hapa nikuombee. Njoo hapa, njoo. Usimwangalie jirani. Uponyaji ni wa kwako, sio jirani yako. Usiangalie dini. Uponyaji ni wa kwako. Wewe ndio unayepona, wala sio rafiki. Ni wewe unayepona, ni wewe. Mpendwa, sikiliza nikwambie, usiogope. Unapokuja hapa ujue unakuja kwa Mungu, hauji kwa mhubiri. Mimi ni chombo cha Bwana. Tumesimama hapa ni makuhani wa Bwana. Usituangalie udogo tulionao. Tumeitwa kuleta habari njema. Tumeitwa kutangaza habari za Yesu kwa kila kiumbe. Hata kama sisimizi yuko hapa leo, anapona kwa kila kiumbe. Harakashika roto sikike. Naona kuna mtu mmoja. Asante kijana. Njoo. Moyo wangu ulikuwa unanishuhudia. Kuna mtu mmoja. Karibu, sogea hapa ukutane na Mungu. Sogea hapa ukutane na Mungu halisi. Hatutangazi habari za uzushi. Tunamtangaza Yesu anayeokoa na kuponya. Hata kama anajiona haufai, lakini Yesu atakustahilisha katikati ya hao unaona wanakudharau. Mkono wako juu sana. Alafu utafuatisha maneno haya. Kabla sijaendelea, kuna mtu mmoja. Ongezeka mtu mmoja. Mtu mmoja. Karibu, sogea. Usiogope. Njoo. Usiogope, sogea. Njoo, kaa na kiti chako hapa. Kama huwezi kusimama, kaa hapa. Yes. Yesu anaweza. Utafuatisha maneno haya kwa imani. Usiniingilizie mimi kwa sababu nimekuongoza, lakini wewe ndani ya moyo wako, moyo uliyekubali, yani uchungu unaosababisha toba ya kweli ndio unautaka. Uchungu wa mambo yaliyokusibu unasababisha toba ya kweli. Tunataka wewe binafsi utengeneze hisia zako ndani za kuamini ya kwamba Mungu anaweza, na unakiri ya kwamba Mungu umemkosea, alafu yeye atashughulika na maisha yako. Hata kama unaona naigiza, wewe nitazame hivyo, lakini tuna Yesu. Funika macho yako, alafu ufuatishe sala hii. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru. Funika macho. Kwa jioni ya leo umetupa neema ya kusikiliza neno lako katika kitabu cha Mithali mstari wa 23. Umesema, linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, maana huko ndiko zitokako chemichemi za uzima. Hakika nimeona moyo wangu umeharibika, ninawaza mabaya tangu miaka mingi mpaka sasa, sijawahi kuwaza mazuri. Ninakuomba Yesu, unisamehe dhambi zangu zote ninazozijua na ambazo sizijui. Wewe ni Mungu uonaye sirini. Moyo wangu uwazi mbele zako, ninakuomba unisamehe. Asante kwa kunisamehe. Ninaomba Bwana Yesu, ulifute jina langu katika kitabu chako cha hukumu. Uliandike jina langu katika kitabu chako cha uzima wa milele. Asante kwa kunipenda. Sasa ninaamini nimeokoka. Shetani, na kutangazia leo, huna nafasi ndani yangu, ndani ya maisha yangu, ndani ya nafsi yangu, ndani ya familia yangu,
ndani ya biashara yangu. Shetani, huna nafasi katika afya yangu. Shetani, huna nafasi katika mipango yangu. Toka leo, toka leo, toka leo, toka leo, toka leo, toka leo. Nguvu za misimu, nguvu za misimu, nguvu za mababu, nguvu za ukoo, toka leo, toka leo, toka leo. Kila vifungo vya ulevi, kila vifungo vya uzinzi, toka leo, toka kwangu, toka kwangu. Kila nguvu za kimauleti zinazokamata uchumi wangu, toka leo, toka leo, toka leo, toka leo. Huna nafasi, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Funika mikono yako, umefunika macho yako, alafu mikono yako weka kifuani. Tunaenda kukutamkia baraka. Tumemhubiri Yesu anayeweza yote kwa imani. Kamata kifua chako kwa mikono yako miwili, kwa ishara ya kwamba unamtegemea yeye, hauna mwingine tena. Iwe ni magonjwa, iwe ni umaskini, ni tabu, hapo hapo ndipo ulipo moyo. Nasi tunakwenda kutamka juu ya huo moyo. Dada, funika macho yako. Mungu anataka kufanya makubwa sana hapa. Uamini usiamini, lakini Mungu anakwenda kumfungua mtu. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Mungu kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa ajili ya familia hii ambayo imeingia katika ufalme wako. Umesema Bwana, umewahamisha katika nguvu za giza na kuwaingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lako. Hakika leo hii ni familia ambayo imeingia ndani yako Yesu, nami nimesimama kama mtumwa wako ili kupinga, kuharibu nguvu zote za giza katika jina la Yesu. Enyi mapepo, kwa lugha zenu, kwa makabila yenu, kwa imani zenu, mapepo ya kila namna, subiani makata, lana vipengo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uko moto, uko moto, uko moto, uko moto, uko moto, uko moto. Ninapiga, ninapiga kila ufalme wa giza, ninapiga, ninapiga roho za ulevi, roho za umaskini, mapepo machini, chini makata, chini subiani. Huna mamlaka, huna mamlaka. Toka kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto. Achia, achia, achia watu hawa. Achia, achia kijana huyu, achia, achia binti huyu, achia, achia kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ninapiga, 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 ninapiga kila kazi ya shetani iliyosimama kinyume, iliyosimama kinyume, ninaangusha ngome zote, ngome zote. Toka, 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 toka. Moto, 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 moto. Achia, achia biashara, achia ndoa, achia kazi, achia mipango, achia. Ninawafungua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka moto, 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 moto. Nguvu ya moto wa Roho Mtakatifu itembee, 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 itembee viwanja hivi, itembee katikati, itembee vita, vita. Roho Mtakatifu tenda kwa jina la Yesu. Toka, 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 toka. Achia, achia, achia ndoa, achia kizazi, achia tumbo, achia, achia vimbe, achia, achia uliyekaa kwenye tumbo, uliyekaa kwenye tumbo, uliyekaa kifuani, uliyekaa kwenye moyo, mawazo mabaya, mawazo mabaya, mawazo ya ulevi, mawazo ya uzinzi. Toka, ewe pepo, 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 pepo. Aga, 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 aga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uko moto, uko moto, uko moto, uko moto, uko moto. Leo, leo, wewe huru, wewe huru. Anafungua kwa damu ya Yesu, na afungua kwa damu ya Yesu. Toka, toka, toka. Kila udhaifu, kila udhaifu, kila magonjwa, kila laana, kila mateso, leo mwisho, leo mwisho, leo mwisho, leo mwisho. Wewe huru, wewe huru. Kila roho
roho inayowakaba, inayowaonea kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye mipango, kwenye fedha zao, kwenye uchumi wao. Leo tunafungua sanda walizowekwa kwenye macho, walizofungwa kamba kwenye mikono yao, wasimiliki. Leo wakamiliki, wamefungwa katika miguu yao, wasitawale, wasimiliki kazi zao, biashara zao, kwa jina la Yesu. Iko damu ikanene mema, damu ikanene mema kwa jina la Yesu. Ewe chini uliojificha, uliekaa umetengeneza madhabahu kwenye kifua, kwenye kichwa, kwenye mgongo, kwenye miguu, toka uko moto, hautaimili. Tangu leo watu hao wawe huru, tangu leo watu hao wawe huru. Tunawabariki kwa baraka za rohoni na mwilini, wakafanikiwe wanapokanyaga, wakabarikiwe tangu leo. Maadui hawana mamlaka, shetani hana mamlaka juu yao. Bwana inawafunika kwa damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Bwana wakamiliki na kutawala, wakamiliki fedha, wakamiliki biashara zao zikainuliwe, kila mipango ikaendelea. Tunatangaza ushindi, tunatangaza uzima, tunatangaza afya njema, tunatangaza baraka zote katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa sababu watu hawa Bwana leo wameandikwa katika kitabu chako cha uzima. Mikono yako ni salama, mikono yako ni amani. Asante Yesu kwa sababu upo, utaendelea kuwa pamoja nao. Tunawaweka katika jina la Yesu Kristo. Kila mwenye pumzi aseme amina. Ongeza tena, sema amen. Fuatana nami tena, sema amen. Mungu awabariki nyinyi ambao mmechukua hatua hii njema. Barikiwe sana, ubarikiwe kijana, ubarikiwe mama, ubarikiwe dada, ubarikiwe sana, ubarikiwe na mwenzangu. Tuzunguke pale nyuma ya fuso, ubarikiwe pale. Tunaenda kushirikishana mambo mengi. Karibu MC. Yesu makofi mengi na vigelegele. Tumishi wa Mungu wamehubiri, wameomba. Unachotakiwa wewe ni kuamini tu. Tunapatikana kanisa la Mito ya Baraka lilopo pale Jangwani karibu na Yanga. Jumatano tutakuwa na ibada saa 9 alasiri. Njoo tujifunze neno la Mungu. Apendaye mafundisho anapenda maarifa. Watu wote, dini zote, madhehebu yote, na wale ambao hawana dini pia tunakaribisha. Wakati huu nimkaribishe Jeremia. Tupate wimbo Jeremia. Wakati ndugu zetu wanaandikwa majina pale ili waendelee kuombewa zaidi. Jeremia, tupatie wimbo tunapoondoka na kuaga ndugu zetu. Jeremia.